Subscribe Zumba TV. Billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu ilayna liyukhrijana min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi jalla jalaluhu. Ya Rabbi bika nasta'in, ya Rabbi bika natlubu as-sa'adah, ya Rabbi anzil alayna al-waqarata was-sakina ya arhamar rahimin. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani, si mwingine bali ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Awali ya yote ninakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani mara nyingi tumekuwa tukisema hatukumbwa sisi wanadamu. Hekima ya kuumbwa sisi wanadamu ni kushikamana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, baada ya utangulizi huo, anwani ya hutuba yetu ya leo itakuwa kama ifuatavyo. Lengo la funga ni kumfikisha mfungaji kwenye kilele cha uchamungu. Lengo la funga ni kumfikisha mfungaji kwenye kilele cha uchamungu. Ndugu zangu Waislamu, tumo ndani ya kiwanda cha kusafisha nyoyo zetu. Mwili wa mwanadamu umebebwa na moyo, kwa maana roho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakati masahaba walimuuliza sana mtume wetu Muhammad, akamwambia yasalunaka anir ruhi, wanakuuliza kuhusiana na roho. Roho ni kitu gani? Akamwambia waambie kuwa roho ni katika amri za nani? Sasa mwili wa mwanadamu umebebwa na roho, lakini kuna bode ambao ndio mwili huo. Ndani ya mwili kuna hivyo vitu, lakini unaweza ukajiuliza, hivi roho ndio nafsi ama nafsi na roho ni vitu viwili tofauti? Tuache huko, tunataka kucheza na roho kwa sababu chakula cha roho kinabebwa na uhalisia na uzito wa yale ambayo Mwenyezi Mungu ametutaka tuyafanye. Chakula cha mwili ni chakula, lakini roho hata ukila chakula, kama ikupata kile cha kusafishia, utabaki kwenye hali yako ya kawaida. Sasa moja ya kuja kusafisha roho yako na kuwa muungwana hasa kwa yale atakayo Mwenyezi Mungu, mojawapo ni funga. Imekuja kucheza na moyo wako. Ikiwa moyo wako utaitarget vizuri funga, tunataka tuone baada ya funga athari ya funga iko wapi. Ili tuone athari ya funga, lazima tufikie kule alikosema Mwenyezi Mungu, la'allakum tattaqun. Ndio maana tukasema lengo la funga ni kumfikisha mfungaji
kwenye kilele cha uchamungu. Ndugu zangu Waislamu, tukichukua aya ya 183 iliyomo ndani ya surat al-Baqara, Mwenyezi Mungu anaanza kwa kusema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'alakum tattaqun. Enyi mlemwamini Mwenyezi Mungu, mmefaradhishiwa funga kama vile walivyofaradhishiwa wale waliotangulia, lengo na hikma tufikie kwenye kilele cha uchamungu. Ndugu zangu Waislamu, hiyo ni tafsiri kila mmoja anaijua, lakini nataka nikupe kwanza kidogo faida. Katika tafsiri ya Qur'ani, katika misingi mikuu, tuna tafsiru al-maanawiya na tuna tafsiru al-lafdhiya. Tuna tafsiri ya kimaana, lakini pia tuna tafsiri ya kitamko. Kwa nini nayazungumza haya? Tunayazungumza haya, kila mmoja katika sisi yumo ndani ya funga. Sasa kama yumo ndani ya funga, isifike mahala ikawa anakaa anajiona amefunga, kumbe anashinda na njaa, lakini akaunti inasoma kuwa amefunga. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwetu, ameanza kwa kutuita akasema, enyi mlemwamini Mwenyezi Mungu. Kumwamini Mwenyezi Mungu kuna mambo mawili. Kuna uhalisia kumwamini Mungu na kuna uhalisia wa tamko la kumwamini Mwenyezi Mungu. Uhalisia, kila mmoja amezaliwa ndani ya Uislamu, lakini utamtambuaje Mwenyezi Mungu katika upande wa pili? Ndipo pale yule ambaye si Muislamu lazima atoe shahada. Shahada ndio inabeba ya ayyuhalladhina amanu, na wewe mwenye uhalisia pia inabeba na la ya ayyuhalladhina amanu. Hapa tupaache. Baada ya kutuita hivyo, Mwenyezi Mungu akasema kutiba alaikumus siyam, tumefaradhishwa nini? Funga. Hapa tutasimama kidogo. Katika upande wa tafsiri ya maana na katika upande wa tafsiri ya lafdhi, neno kataba lina maana ya kuandika. Muulize Mwarabu yoyote, nenda kwenye kamusi, neno kataba maana yake ni kuandika, lakini sio uhalisia wa kuandika. Kinachoandikwa kuna moja ya mambo mawili, aidha ibaki kumbukumbu, ama athari ya kilichomo ndani ya moyo wako kinabaki kwenye maandishi, kila mmoja akione. Na ile athari, watu wa mantiki wana maneno yao. Sasa Mwenyezi Mungu alitamka neno kataba kwa kubaki na athari ya tamko katika nafsi ya mwanadamu. Tukienda kwenye tafsiri ya tamko, hatutapata maana ya lazima kwenye neno tamko, tutapata na maana ya kuandika. Lakini kwenye maana ya kuandika, maana yake nini? Ndugu zangu Waislamu, tunayazungumza haya, nataka tusafiri sote kwenye bahari hii, alafu mwisho ya yote tujiangalie kwenye kufunga kwetu, ni kipi tunachokipata, ni kipi tunachokiongeza, ni kipi tunachotekeleza, ama tunafanya tu. Neno kuandika limekwenda kubeba majambo mawili. Moja ya jambo hilo akasema kutiba alaikum, pili ya jambo hilo ni asiyam, kwa maana ya funga. Tunaacha tafsiri ya lafdhi, tunakwenda kwenye tafsiri ya maana. Ukienda kwenye tafsiri ya maana, neno kataba lina maana zaidi ya 3 ama 4, na moja katika maana zake
ni katika ulazima ambao Mwenyezi Mungu, tafsiri inayokuja kwa maana ya kulazimishiwa funga, kwa maana kufaradhishiwa kufanya nini? Kufunga. Sasa kila Muislamu anakubali fardhi hii, na wala sio khiari madhali wewe ni Muislamu. Madhali wewe ni Muislamu hakuna khiari kwenye kufunga, ni lazima tu. Lakini pale unapoingia kwenye funga sasa, pale unapoingia kwenye funga, faida ya funga ni nini? Nadhani sitaki kuelezea sio ilifaradhishwa mwaka gani, ilikuwaje, muda ni mdogo sana. Mashekhi washaeleza hayo. Mimi ninapiga huku tu ili kutaka kujua nafasi ya funga ni kumfikisha mfungaji kwenye kilele cha uchamungu. Mtu anayefunga mwezi huu atumwiti kashinda na njaa. Utamwambia umefunga? Ndio nimefunga. Neno funga kwenye Kiarabu ndio ya asiyam, tafsiri yake ni kukaa bila kula. Hiyo tafsiri ya kwanza ni kukaa bila kula, lakini ukienda kwenye maana ya kilugha, maana yake ni kujizuia. Mtu yeyote anayejizuia maana yake wasema huyu amefunga. Sasa ikiwa anajizuia na venye kufuturisha na kadha kadha, inakuja katika maana ya kisheria, na hapo inabeba maana hiyo ya funga. Tofauti ya mtu ambaye mchana hakuweza kula, huyu mtu ambaye katika miezi ya kawaida hajapata cha kukila, atumwiti huyu mtu kafunga. Tunasema huyu mtu kashinda na njaa, hajakula kwa sababu hana cha kukila. Ameshinda na njaa, hana cha kukila, tunasema hajafunga. Lakini tendo ni hilo hilo la mtu ambaye yumo ndani ya Ramadhani, ambaye hakula, lakini tunamwita kafunga. Kwa nini tusimwite naye kashinda na njaa kwa sababu hajakula? Tofauti yake ni ndogo sana. Wewe uliyoshinda mchana wa Ramadhani bila kula, tunakuita umefunga kwa sababu cha kukila unacho, lakini sheria imekukataza kula kwa sababu ni ibada kwako katika mwezi huu. Pamoja cha kukila unacho, lakini watakiwa usile, labda ukiwa mgonjwa ama msafiri na kadhalika. Lakini huyu mwingine yeye ameruhusiwa kula, lakini cha kukila hana, hatumwiti kafunga, tutasema kashinda na njaa kwa sababu alikuwa hana cha kukila. Hilo moja. Lakini pili, wewe ambaye mchana wa Ramadhani umekaa haukula, tunakuita umefunga. Unajifundisha kitu gani? Faida gani unaipata kwenye safari hii, kwenye funga hii? Ni faida kubwa sana na ni ndogo sana. Ndugu zangu Waislamu, swala la kumwacha mkeo, swala la kuacha chakula chako, swala la kuacha mambo mengi kwa ajili ya funga sio swala dogo. Imani hii sio imani ya kawaida, na ndio maana wapo baadhi ya Waislamu wana uwezo kabisa wa kufunga, lakini anakuambia mimi sijajaliwa, haumwi, hana tatizo lolote la kisheria la kumfanya asifunge, lakini automatically ni Muislamu, ameamua tu kwa sababu bado hajaliona hili kama lina thamani kwake. Kula kwake ni bora zaidi kuliko kufanya ibada hii, akajua thamani ya funga kwa yule mtu ambaye asiyefunga anapokuwa na njaa anaumia kiasi gani. Moja ya faida za funga, Mwenyezi Mungu alitaka sote tupate darasa. Sote tupate darasa. Kukaa bila kula sio swala dogo. Lakini leo sisi Waislamu hapa, wapo Waislamu wengi wana uwezo wa hali ya juu. Anaweza akamwendea mtu akamwambia mimi nina njaa, naomba unisaidie shilingi 1000 ama 2000 niende nikapate riziki. Asimsaidie na hela anayo, kwa sababu yeye kashiba, ajui athara ya njaa, ajui madhara ya njaa. Kwa hiyo anajiona kwa sababu yeye kashiba, yeye ana haki zote na asiyekula ni mjinga. Sasa Mwenyezi Mungu akaja kusafisha nyoyo zetu zote ili na wewe uonje ladha ya kukaa bila kula. Ni kiasi gani unajihisi, ni kiasi gani unakuwa,
ili ukipatwa na hili kwa mwingine uwe na haraka sana ya kumsaidia. Nadhani tunaanza kusafiri sote kidogo kidogo. Lakini ndugu zangu Waislamu, yawezekana pamoja na kufunga, lakini usifikie kwenye kilele cha uchamungu. Ikawa umefunga lakini usifikie kwenye kilele cha nini? Cha uchamungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu aliposema kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili muwe wacha Mungu kikweli. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitangaza kule, akasema kwenye ile hadithi ndefu sana, wakati alipokuwa anapanda kwenye mimbari kama hii, alipopanda ngazi ya kwanza akasema amin. Alipopanda ngazi ya pili akasema amin. Alipopanda ngazi ya tatu pia akasema amin. Na kwenye hadithi hii kuna mambo mengi sana ya watu wa sheria. Amin ya kwanza ni pale Jibril alipokuwa anamwambia, na mtume akatangaza akasema, raghima anfu man adraka ramadhana wa lam yughfar lahu, amepata hasara yule ambaye ameudiriki mwezi wa Ramadhani lakini ikawa kusamehewa madhambi yake, huyo amepata hasara. Ndugu zangu Waislamu, wakati maneno haya yanatamkwa, mtume ndio akasema amin. Ngazi ya pili akasema pia amepata hasara yule ambaye mtume anatajwa mbele yake lakini hataki kumswalia mtume, huyo naye pia amepata hasara, akasema amin. Ngazi ya tatu akasema ni yule ambaye amewadiriki wazazi wake wawili wakiwa hai, lakini wazazi wake ikawa sio sababu yeye ya kumuingiza peponi, ikawa ni sababu ya kuingizwa motoni, huyo amepata hasara. Mtume akasema amin. Kipengele cha kwanza ndio kipengele chetu, kuwa yule ambaye ameudiriki mwezi wa Ramadhani, mtu huyo amepata nini? Hasara. Tujiangalie hapa sasa, ni hasara ipi anayoipata mtu katika mwezi huu wa Ramadhani? Ndugu zangu Waislamu, mwezi huu ni mwezi wa kheri na neema. Mwezi wa Ramadhani ulivyo ni kama vile ndege mwenye mbawa mbili. Ndege mwenye mbawa moja hawezi akaruka, lazima awe na mbawa ngapi? Mbili. Akienda anadondoka chini. Ndio sawasawa na mwezi wa Ramadhani. Mchana wa Ramadhani ni kheri nyingi na usiku wa Ramadhani ni kheri nyingi. Watu wanaangalia sana mchana wa Ramadhani, lakini usiku watu wanatafuta ni msikiti gani, watu wanaswali haraka haraka ili akaswali amalize aende akafanye majambo yake. Mwezi wa Ramadhani unategemeana usiku na mchana. Huu ni mwezi wa kuchuma. Ukisimama kidhati katika mwezi huu kwa uhalisia wake, basi lazima kwenye kilele cha uchamungu utafika. Ndio maana mtume akasema, man qama wa man sama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kama kweli utafunga kidhati mwezi huu, lazima madhambi yako yale madogo madogo, Ibn Abbas akasema hata yale makubwa, kama utamlilia kweli Mwenyezi Mungu atakusamehe. Ndugu zangu Waislamu, mwezi huu kwa mema yake ndio mwezi wa kumfikisha mtu kwenye kilele cha uchamungu. Ndio kwanza mchana huu watu wanautumia vibaya, mchana huu wa Ramadhani. Tukifanya sensa hapa tulipo, kila mmoja, sidhani kwa leo hapa tulipofikia, kama kashamaliza hata juzu 2 kuzisoma yeye kama yeye. Kila mmoja yuko bize, Subscribe Zumba TV. Mmoja kadha wa kadha hashughuliki na mema na mazuri yapatikanayo kwenye mwezi huu. Sisi tuliomo humu ndio sisi wafanya maasi. Mwenyezi Mungu atunusuru na atuepushe. Wapo wenye kubeti humu kwa mwezi huu wameacha, wanajua ni haramu kuyafanya haya. Wapo wanaofanya biashara za haramu, wapo humu, lakini kwenye mwezi huu wameacha, wanajua ni haramu. Tunawakumbusha kwa roho nzuri, tunawakumbusha kwa nia nzuri. Kama umegundua haya ni mabaya, hayafai, Mwenyezi Mungu hayataki, si kwenye mwezi huu peke yake.
tunakuomba udumu kuiacha haya, ili tuone kweli funga yako imefanya kazi kwako, umefikia kwenye kilele cha ucha Mungu. Kama utarudia haya, basi funga kwako haikufanya kazi. Mwenyezi Mungu aliposema tufunge ili tufikie kwenye kilele cha ucha Mungu, basi kama utarudia utakuwa hujafika kwenye kilele cha ucha Mungu na saumu yako bado haijakutibu. Ndugu zangu Waislamu, akasema pia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba saimin laysa min siyamihi shay'un, huenda kuna watu wanafunga lakini hawana wanachokipata kwenye funga zao. Kwa nini? Watu wanakaa wamefunga, ndio hao watu wacheza karata, ndio huyo mtu anatukana maneno machafu kwenye kinywa chake anamtoka, bila kujua kama yuko ndani ya funga, bila kujua Uislamu unamkataza na hayo mambo yasiyofaa. Watu na vyombo vya media utamkaa kila wakati anaangalia mambo yasiyokuwa ya halali. Muda huo kama ungeutumia kusoma Qur'ani, herufi moja unaandikiwa 10 ndani ya mwezi huu inazidi, na baya unaolifanya ndani ya mwezi huu hauandikiwi dhambi moja, inazidi kama ilivyokuwa mema anazidi na madhambi pia anazidi. Ibn Abbas anasema. Ndugu zangu Waislamu, alipotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili tuwe wacha Mungu. Mwenyezi Mungu anatupenda sana. Mwenyezi Mungu anatupenda sana. Mwenyezi Mungu anataka sisi sote tufike mahala pazuri, tuingie peponi. Lakini mwanadamu mwenyewe ndiye anayechagua kuwa atakwenda peponi ama anakwenda motoni. Hizi funga maana yake ndio safisho ya nyoyo zetu, tuyafanye mazuri na mema, ili pale Mwenyezi Mungu anapotutaka twende, ili tuweze kufika pale. Ndugu zangu Waislamu, kwa masikitiko makubwa, sisi Waislamu ndio sisi wabadilisha futari. Utamkuta mtu kwenye futari yake kuna mambo mazagazaga si chini ya 5 ama 6. Jirani yake cha kukila hana, inafika mahala kinabaki anakwenda kumwaga. Nafasi ya uchamungu wako iko wapi? Ndugu zangu Waislamu, hakuna kitu kibaya kama kukaa bila kula, sio jambo la kawaida. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akachukua jukumu akasema, asaumu li wa ana ajzi bihi, funga ni yangu. Kwa nini funga iwe ya Mungu? Ujiulizi, ibada zote Mwenyezi Mungu anasema ni zetu, lakini funga ni yake. Kwani hizo ibada sio za Mungu? Maana yake hata kama utaniambia mimi nimefunga, siri ya funga yako inabaki wewe na Mungu. Yawezekana hapo ulipo umekunywa maji na wala mtu asijue, lakini tunaamini madhali unasema umefunga, Mwenyezi Mungu ndiye anayejua. Sasa kama Mungu anajua undani wa siri yako ya funga, basi nenda na usiri wako ya funga. Funga yako ni sababu ya kukufikisha wewe kwenye kilele cha ucha Mungu. Ndugu zangu Waislamu, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azibariki funga zetu, ziwe ni sababu kweli sisi ya kufikia kwenye kilele cha ucha Mungu. Maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa na nadi akasema, ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi ya sharri adbir am aqsir. Akasema, ewe mtafuta khairi, njoo. Kwa nini anasema njoo ewe mtafuta khairi? Mwenyezi Mungu katika mwezi huu anasikia vilio vyetu, anasikia malalamiko yetu, anaziangalia kwa ukaribu sana ibada zetu. Nilitamani kule mwanzo nielezee kidogo funga kwenye silsila yake, lakini nikasema muda wetu ni mdogo. Kuna watu na wao wanafunga siku 40. Katika vitabu vyetu vinavyothibitisha mafundisho yetu 4 ipo funga hiyo. Lakini ukiangalia udhati na uhalisia wa ufungao na sisi ni tofauti. Kwa nini? Sasa sitaki nirudi huku, nilisema muda ni mdogo, tubaki tu hapa hapa.
Sasa natangaza, nasema ya baghi alkhairi aqbil, wewe mtafuta khairi. Madhali umeamua kufunga, maana yake unatafuta khairi. Umeacha chakula chako, umeacha kinywaji chako, umemwacha mkeo unampenda sana, ukirudi nyumbani unamtazama jinsi alivyo, lakini sheria inakuzuia. Aliyekuzuia kuyafanya haya, imani tu ndio inakusukuma. Hujamwona nani aliyemwona Mungu? Lakini imani inatuambia hivyo, na ukikiuka umekiuka na utaadhibiwa, lakini unaamua kuyaacha hayo. Kwa kuwa umeacha kwa imani imekusukuma hivyo, basi kweli baki kwenye kilele hiki ili Mwenyezi Mungu naye akulipe vizuri. Isiwe unakaa hivi alafu bado unayafanya haya. Isiwe umefikia hapa baadaye ukarudi, kwa sababu wapo tia baadhi ya Waislamu wanaweka kabisa ahadi kuwa siku ya sikukuu lazima tukutane mahala fulani. Wewe umo kwenye funga, lakini bado una nia kwenda kumaasi Mwenyezi Mungu baada ya kuisha funga. Ina maana bado funga yako haijakufikisha kwenye kilele cha ucha Mungu. Ya baghi alkhairi aqbil, wewe mtafuta heri, simama kidete, njoo. Mwenyezi Mungu anakutaka ili akuone kwa kutafuta kwako heri, Mungu awe nawe. Na akasema ya baghi ya shari aksiri, wewe mfanya maovu acha. Ndugu zangu Waislamu, sisi sote hapa hakuna asiyemkosea Mwenyezi Mungu. Hakuna. Kama wewe hujamkosea Mungu, basi wewe sio mwanadamu. Sifa ya mwanadamu, mwanadamu ana sifa 3, lakini sifa pekee ni 2. Ya kwanza na kubwa, mwanadamu ana sifa ya kusahau. Pili, mwanadamu lazima akosee. Kama wewe ukosei, basi wewe sio mwanadamu. Lakini kama ni mwanadamu, lazima utakosea tu. Nafasi yako ya kukosea, basi itibu sasa. Kuna watu wanafunga lakini aongei na fulani kwa sababu alimtusi, akasema wewe na mimi hatutaongea, anasalimiwa aitikii. Usio Uislamu. Kama mlikwazana, iwe ndio sababu ya kuondosha vikwazo vyenu. Salimianeni, toleaneni salamu. Uislamu nakutaka hivyo. Wewe unafunga bado salimiani na ndugu yako. Ndugu yangu Muislamu. Tena akafika moja ya masahaba akasema salamu hiyo hata kama si Muislamu, madhali ni mwanadamu kama wewe, hata kama kafiri, bado unadhima kwa Mwenyezi Mungu. Una haki ya salamu, una haki ya kusalimiana. Ugomvi wenu basi uishe, isifike mahala tusizikane kadha wa kadha. Wapo humo. Sasa kama kweli umeamua kufunga na unajua thamani na dhima ya funga kwa kuacha chako cha halali, basi nenda kwa aliyekukosea, nenda kwa uliyemkosea, mwambie bana, nimeijutia nafsi yangu, mimi ninakuja nifanye suluhu na wewe, mimi ninakusalimia, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, tuache yote aliyopita. Kama atakataa, rudia tena mara ya pili, sio kwa wakati ule, kwa siku nyingine. Akikataa, rudia tena mara ya 3, sio kwa wakati ule, kwa siku nyingine. Akikataa, sheria wewe uko barian, uko msafi, hata ukifa unadhima kwa Mwenyezi Mungu. Maneno mazito ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, yeyote mwenye kumwama ndugu yake zaidi ya siku 3 ikawa msalimii, huyo akifa ni motoni. Jiulize, maana yake wewe unakata udugu wa Uislamu kwa kuacha kusalimiana. Waislamu tupo, tuyaache haya kwa kujua thamani ya funga, kwa kuacha chako cha halali, ili Mwenyezi Mungu anasema la'allakum tattaqun, kweli tuwe wacha Mungu. Ucha Mungu wetu kwa kupitia funga iende ikatengeneze roho zetu, iende ikatengeneze mili yetu. Mili inaishi kwa kula, roho haishi kwa kula. Roho inaishi na maneno matakatifu ya Mwenyezi Mungu. Ndio roho inakula, ikila roho maneno ya Mungu inakuwa kwenye unyenyekevu. Narudia tena, ninapaza sauti, ninasema wale wote waliacha zinaa kwa sababu ya kuogopa mwezi huu na kumwogopa Mwenyezi Mungu. Wale wote waliacha kubeti kwa sababu ya kuogopa mwezi huu na kumwogopa Mwenyezi Mungu. Wale wote waliacha kadha wa kadha wa kadha. Tunapaza sauti, tunasema
kuacha kwenu ni sababu ya kuacha milele, na Mungu ajalie na wafikishe iwe mmeacha kweli fi dunia wal akhirah, na Mwenyezi Mungu atawalipa sana kwa nia hiyo. Na sio sote tuliokosea tumerudi kwenye toba, tulete toba ya kidhati kwa Mwenyezi Mungu ili tusamehe makosa yetu kama wanadamu. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ndugu zangu Waislamu, muda umekwenda, lakini anwani ni ile ile. Anwani ni ile ile. Lengo la funga ni kumfikisha mfungaji kwenye kilele cha ucha Mungu. Kwa maneno haya nimalizie tu maneno ya malenga, kwa sababu muda umeenda. Nimalizie maneno ya malenga ili tuswali tuendelee na mambo mengine. Malenga anasema hivi: an-nafsu tabki ala dunya wa qad alimat anna sa'adata tarku ma fiha la daru lilmar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharin khaba baniha. Naishia hapa. Tafsiri anasema nafsi ya mwanadamu inalalama na kulia. Inalia nafsi ya mwanadamu, inasema dunia, dunia. Mimi ninatembea duniani sina gari, ninatembea duniani sina pikipiki, ninatembea duniani sina baiskeli, ninatembea duniani sina nyumba, sina kipato, sina kadha wa kadha. Nafsi inalia, nataka dunia. Hii ndio nafsi ya mwanadamu. Malenga anaendelea, anasema hii nafsi inalia ya mwanadamu haielewi. Anasema waqad alimati anna saadata tarku ma fiha. Utukufu wa mtu haupo kwenye kuililia dunia, utukufu wa mtu upo kwenye kuipuza dunia. Pameeleweka hapo? Maana yake nini kwenye kuipuza dunia? Maana yake usijenge ukasema mimi ninakufa kesho, uwezo unao. Usiende kununua kanzu ukavaa eti mimi ninakufa kesho. Aliyokuambia unakufa kesho nani? Yafanya ya dunia, lakini na ya Mungu yafanya nini? Utukufu wa mtu upo kwenye kufanya mizania ya dunia. Kama wewe una kipato, jenga nyumba nzuri, ishi na familia yako vizuri. Kama una kipato cha kununua gari, nunua gari, tembea na familia yako vizuri. Usikae unajibana, unajipatabu eti mimi ninakufa kesho, mali haitanisaidia. Hapana. Muangalie Abubakari alayhi salatu wasalam. Abubakari wakati mtume anatangaza watu watoe, Abubakari alikuwa na mali nyingi sana, na ndiyo khalifa pekee aliyekufa kifo cha kawaida. Umari kauliwa, Uthmani kauliwa, Ali kauliwa, sote tunajua. Lakini Abubakari hakuuliwa, alikufa pale. Anafuatwa Umari ndani, watu wanamwambia ajiuzuru, na Uthmani ajiuzuru kwenye mamlaka ya ukhalifa. Anakataa kwa maneno aliambiwa na mtu wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wakaamua kumwingilia ndani, wamemzingira, wamemkuta yuko kwenye funga anasoma Qur'ani. Uthmani pale pale wakamuua. Walipomuua Uthmani, damu inaruka, ikarukia kwenye aya alikuwa akisoma, wasayakfikahumullahu innahu huwa samiun alim. Damu ya Uthmani kadondokia pale, kwa maana ya kuashiria usijali juu ya hili, Mwenyezi Mungu atakulipa juu ya haya, na Mungu anaona na Mungu anasikia yote wayafanyayo, Mungu anayaona. Uthmani akawa amekufa kifo na cha kuuliwa. Ndugu zangu Waislamu, Abubakari sasa yeye alikufa kifo cha kawaida kwa maana hakuuliwa. Abubakari alipotangaza mtume kutoa, akatangaza mali yake yote ameitoa. Mtume akamkataza, akasema hapana, uwezi ukatoa mali yako yote ukaacha familia yako maskini inahangaika na kutangatanga. Lazima familia yako ibaki na inkamia, waweze kufanya masurufi katika maisha ya dunia. Leo wapo watu akijiona kalala kitandani anataka kufa, kama na nyumba mbili, kama na nyumba moja, anaamua auzi akomoe familia yake. Uislamu hautaki hayo. Tunaambiwa tutoe, tuyafanye ya Mungu, na dunia pia twende nayo. Kuyafanya ya dunia ni sehemu katika kutengeneza ya Mungu. Ndugu zangu Waislamu,
akasema anna saada tarku ma fiha, utukufu wa mtu upo kwenye kuiacha dunia. Maana yake kama hauna, usimuone fulani atembelea gari, wewe ukafikia kuua na wewe upate gari, ukafikia kuzini na mama yako na wewe upate gari, ukafikia kufanya kadha wa kadha upate nyumba ili naonekane tajiri. Kila mmoja atakuona tajiri, lakini kwa Mwenyezi Mungu una chochote ulichokipata. Mwanadamu kuyafanya haya kwake ni jambo la kawaida, ndio maana nafsi yake inalala inasema dunia dunia. Wangapi leo wanabeti mamilioni ya hela eti wanajalia kuwa kwenye kubeti watafanikiwa, watakuwa matajiri. Hizi ni ndoto za mtu asiyekuwa na akili. Wewe hiyo hela yako kama ungeinvesti katika mambo mengine, naamini ungefika mbali sana. Ndugu zangu Waislamu, anamalizia Malenga anasema utukufu wa mtu upo kwenye kuipuza dunia. Usiyakodolea watu macho, ipuze dunia, Mungu atakupenda. Vipuze vya watu, watu watakupenda. Sio nakwenda kwa watu, umekaribishwa kuftari, hapa kuna kadha wa kadha, basi kwa dakika 5 ulishakuwa kama vile mrafi kadha wa kadha wa kadha. Yawezekana ni kweli ukayafanya hayo, kwa sababu hivi vitu kwako ni adimu. Umealikwa sehemu, hapa kuna samaki, hapa kuna vyapati, hapa kuna tambi, hapa kuna magimbi, hapa kuna maharagwe, hapa kuna kadha wa kadha. Nafsi yako ina haha na kuhangaika. Wewe samaki mkubwa kama huyu, miezi 5 jamla, umemkuta pale, nafsi yako inaanza kuhangaika. Mwenyeji wako anasema huyu mlafi mroho, kwa sababu hayo kwako hayapo. Yawezekana unayafanya hayo kwa sababu hayapo, lakini unapokwenda sehemu kama hizo, Mtume anatuambia yapuze ya watu, watu watakupenda, na vipuze vya Mungu, Mungu atakupenda. Akamalizia Malenga akasema la daru lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha, hakuna nyumba atakayekwenda mtu kukaa baada ya kufa, hakuna. Illa allati kana qabla al-maut yabniha, nyumba uliyoijenga kabla ya kufa ndio utakaenda kukaa. Hapa kabla ya kufa kila mmoja, yawezekana tuna majumba humu, yawezekana tuna majumba. Haya majumba hatutakwenda nayo kule. Majumba ya kwenda nayo baada ya kufa sio haya, ni matendo yako mema ndio utaama nayo. Kama alivyosema Mtume, mambo 3 yanamfuata mtu aliyekufa: ndugu zake wanakwenda kaburini, mali zake zinamfikisha kaburini, na matendo yake anakwenda nayo mpaka kaburini. Yakifika pale kaburini, ndugu zake wanarudi, mali zake zinarudi, matendo yake yanabaki pale. Watu wanapoondoka, anasikia na alatuna alaihim indama yansarifuna min alqubur, anasikia nyayo za watu wanavyoondoka, anawaona pembezoni malaika, anatamani wale watu wasiondoke ili wale malaika wasimfike. Watu wanavyoondoka na paza sauti. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema laiti mtu mmoja angesikilizishwa ile sauti ya mtu anayepaza, anaitoa kule ndani ya mwanandani, basi tungeanguka wote tukaporomoka kwa ule kelele. Lakini ndege, kuku wanasikia ile sauti, wanadamu hatusikii. Anavyopaza ile sauti hatusikii. Matendo yake yako pale, anaonesha kwenye mizania. Ndugu zangu Waislamu, Malenga na malizia anasema illa allati kana qabla al-maut yabniha, nyumba itakayokusaidia ni ile unayojenga kabla ya kufa. Kwa maana ya matendo yako ndiyo atakayekusaidia. Kama ni mabaya utayakuta, kama ni mazuri utayakuta. Kila mmoja nafsi yake anaiona. Madhali umeingia kwenye funga, basi funga hiyo ni sababu ya kukufikisha kwenye kilele cha uchamungu. Tunaposema uchamungu, tusiwaangalie maswahaba peke yao. Maswahaba ni wanadamu kama sisi, lakini wale ni maswahaba walimuona mtume wetu Muhammad. Leo sisi tunamwamini mtume, tunamwamini Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu maswahaba hajamuona, lakini sisi mtume hatujamuona, lakini tunamwamini. Imani yetu kama itakuwa ni ya dhati kikweli kweli, yawezekana sisi tukafikia katika la'allakum tattaqun. Lakini maskini ya Mungu, imani zetu zinakwenda kwa msimu, zinakwenda kwa msimu. Mwenyezi Mungu tujalie kila la kheri. Mwenyezi Mungu tulipe juu ya haya, na iwe ni sababu ya funga yetu kufikia kwenye uchamungu na kuingizwa peponi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. اللهم ربنا أرض عن أبي بكر الصديق التقي وعمر الفاروق النقي وعثمان ذي النورين زكي وعلي وفي رضي مرضا صحابة الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا أرنا الحق وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا واجتنابه. اللهم ربنا أعزنا بالإسلام يا أرحم الراحمين. يا رب اصلح ذات بيننا، يا رب اصلح ذات بيننا، يا رب اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وغشينا برحمتك يا أرحم الراحمين، وغشينا برحمتك يا أرحم الراحمين، وغشينا برحمتك يا أرحم الراحمين، وانصرنا مع الصابرين المتقين يا أرحم الراحمين، خصوصا أصحاب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب أنزل على رزق إن كان بعيدا، وقربه إن كان بعيدا يا أرحم الراحمين، وإن كان في السماء أنزله يا أرحم الراحمين، وإن كان في الأرض أخرج يا أرحم الراحمين، وإن كان قليلا فكثره يا أرحم الراحمين، وإن كان قليلا فكثره يا أرحم الراحمين، وإن كان قليلا فكثره يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. Subscribe Zumba TV.